Taarifa ya dharura jioni hii kutoka Ikulu ya Tanzania imezua taharuki na sintofahamu nchini Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mfululizo wa maamuzi mazito ya kiutendaji yakihusisha uteuzi, uhamisho, utenguzi pamoja na upangaji wa mabalozi katika vituo mbalimbali vya kimataifa. Taarifa imetolewa rasmi kutoka Ikulu Zanzibar kupitia ofisi ya Katibu Mkuu Kiongozi, yakiweka wazi sura mpya ya uongozi wa juu wa serikali. Katika hatua hiyo, viongozi kadhaa wamepandishwa vyeo, wengine kuhamishwa katika majukwaa mbalimbali mapya, huku baadhi wakiondolewa katika nafasi zao za awali. Katika mabadiliko hayo, Profesa Palamagamba Kabudi ameteuliwa kushika nafasi ya waziri wa nchi katika ofisi ya waziri mkuu, akisimamia masuala ya sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Ni hatua inayomrejesha katika kitovu cha maamuzi ya sera za kitaifa. Mabadiliko haya yanakuja baada ya kuhudumu katika ofisi ya rais, Ikulu, katika majukumu maalum. Kwa upande mwingine, Ruben Kwagilwa amehamishwa kutoka TAMISEMI na kupelekwa ofisi ya makamu wa rais kama naibu waziri anayeshughulikia muungano wa mazingira. Ni sekta nyeti inayohitaji uangalizi wa karibu kutokana na changamoto za mazingira na masuala ya muungano. Sambamba na hilo, Daktari Festo Dugange amehamishwa kutoka ofisi ya makamu wa rais na sasa anachukua jukumu jipya TAMISEMI kama naibu waziri anayeshughulikia elimu. Hatua hii inaashiria mabadiliko ya kimkakati katika kusimamia sekta ya elimu chini ya serikali za mitaa. Na katika ngazi ya Ikulu, Balozi Ali Jabir Madini ameteuliwa kuwa katibu wa rais, na hii ni nafasi ya karibu sana na mkuu wa nchi yenye ushawishi mkubwa katika uratibu wa shughuli za kila siku za Ikulu. Aidha, rais amewateua Daktari Evelyn Munisi na Bi Angela Kiziga kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uteuzi huu umeongeza uwakilishi maalum bungeni na kuleta sura mpya katika mjadala wa kitaifa. Na katika diplomasia, Balozi Said Othman Yakub amepangiwa kwenda kuwakilisha Tanzania nchini Ufaransa, na ni nafasi muhimu inayohusisha mahusiano ya kimataifa, uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi. Lakini pia kuna upande mwingine wa mabadiliko haya kwamba Daktari James Mwenyekule ameondolewa katika nafasi yake kama mkurugenzi mkuu wa EWURA, na uteuzi wake umetenguliwa na sasa anasubiri kupangiwa majukumu mengine. Mabadiliko ya aina hii ndani ya serikali si jambo jipya katika siasa za Tanzania, na kwa muda mrefu viongozi wakuu wamekuwa wakifanya marekebisho ya timu zao ili kuendana na vipaumbele vya kitaifa. Hatua hizi mara nyingi hutafsiriwa kama njia ya kuongeza ufanisi, kuimarisha uwajibikaji na kuingiza nguvu mpya katika utendaji wa serikali. Na katika kipindi cha uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kumekuwa na msisitizo mkubwa katika mageuzi ya kiutendaji, uwazi wa serikali pamoja na kuimarisha sekta muhimu kama vile elimu, mazingira na diplomasia ya uchumi. Hivyo basi mabadiliko haya yanaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha utendaji wa serikali katika awamu ya sasa. Mabadiliko haya yana athari pana katika nyanja mbalimbali. Kwanza, yanaashiria mwelekeo mpya wa kisiasa ndani ya serikali. Uteuzi wa Profesa Kabudi katika nafasi ya sera na uratibu unatoa ishara ya kuimarishwa kwa mashine ya kisera ya serikali. Pili, sekta ya mazingira ya muungano inapata sura mpya kupitia uhamisho wa viongozi wapya, na hii inaweza kuleta mabadiliko katika namna serikali inavyoshughulikia changamoto za mazingira, hasa katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tatu, sekta ya elimu chini ya TAMISEMI sasa iko mikononi mwa kiongozi mpya, na hii ni sekta nyeti inayogusa maisha mamilioni ya Watanzania, na mabadiliko haya yanaweza kuathiri sera na utekelezaji wake moja kwa moja. Uteuzi wa wabunge wapya unaongeza nguvu katika bunge, na hii inaweza kubadilisha mizani ya hoja na mjadala katika chombo hicho muhimu cha kutunga sheria. Na mwisho, katika diplomasia, Tanzania inaongeza nguvu katika uhusiano wake wa nchi za Ulaya
kupitia balozi mpya nchini Ufaransa, na ni hatua inayoweza kufungua milango ya uwekezaji na ushirikiano wa kimataifa. Kwa wachambuzi wa siasa, mabadiliko haya yanaweza kuonekana kama hatua ya kimkakati ya kujiandaa na hatua zinazofuata katika uongozi wa taifa. Na kuna dalili za kuimarisha timu ya karibu ya rais, na kuna pia ishara ya kupima utendaji wa viongozi waliopo. Na kuondolewa kwa baadhi ya viongozi kunatuma ujumbe mzito kuhusu uwajibikaji, kwamba nafasi ya uongozi si za kudumu bali zinategemea utendaji. Na wakati huo uteuzi wa sura mpya unaashiria nia ya kuingiza mawazo mapya na kuongeza kasi utekelezaji wa sera za serikali. Na baada ya uteuzi huu, hatua inayofuata ni uapisho wa mawaziri na naibu mawaziri, na hata hivyo tarehe ya tukio hilo bado haijatangazwa. Wakati taifa likisubiri uapisho huo, macho ya wengi yataelekezwa katika utekelezaji wa majukumu mapya ya viongozi walioteuliwa. Na swali kubwa linabaki, je, mabadiliko haya yataleta matokeo yaliyotarajiwa? Je, timu mpya itaweza kuhimili changamoto zilizopo? Na je, kasi ya maendeleo itaongezeka? Katika siasa, mabadiliko si tukio la kawaida, ni ujumbe. Na safari hii ujumbe umetumwa wazi kwamba uongozi unabadilika, nguvu zinapangwa upya, na dira ya taifa inaendelea kuchorwa kwa mikono mipya. Na Tanzania inaingia sura nyingine uongozi, na historia inaandikwa upya, kimya kimya, lakini athari kubwa. Ni hayo tuliokuandalia mpenzi mtazamaji, kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati ili uweze kumakinika.